Wa Nel TV karibu sana, tuyazungumze yale mazuri ya kimichezo. Niko na mwanamichezo shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba na mwanachama wa klabu ya Singa. Niko Kisugu. Kwema? Kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Mfungo unaendaje? Alhamdulillah, mfungo unakwenda vizuri kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyopanga kwa mwanadamu. Mfungo unakwenda vizuri. Alhamdulillah, ni siku ya pili. Shukrani sana. Pengine tukigeukia sasa kwa upande wa pili wa michezo. Tunaona vuguvugu au sekeseke lile ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona ni Simba kama wamekwenda kushtaki kwenye bodi ya TFF kwa ajili ya mchezo wa Zanzibar, kwenda kucheza kule Zanzibar, ambako wanadai kwamba ni kwa nini Ali Shaban Kamwe alikuwa wa kwanza kutoa taarifa ya kuhusu wapi wanakwenda kucheza katika mchezo wa match dabi ya Kariakoo. Pengine kwa upande wako unaona ni kama Simba wanaanza kuchechemea kuelekea katika mchezo huo? Pengine kwanza Simba wa kushtaki, Simba walichofanya ni kutaka kujua tafsiri ya sheria na kanuni zinasemaje, sababu tunajua kwamba mpira wa miguu una taratibu zake, una kanuni zake na sheria ambazo mlizokubaliana. Kimsingi kila mmoja anajua kwamba unapokwenda kuzungumzia ligi, wenye ligi ni bodi ya ligi, na utaratibu ambao waliweka bodi ya ligi, wao ndio wenye mamlaka ya kutangaza kwamba hii mechi wapi itakwenda kufanyika. Kwa maana kwamba kabla haijaanza ligi, kila klabu inakwenda kutoa mapendekezo ya uwanja ambao utakao kutumia. Baada ya kutoa mapendekezo, bodi ya ligi inatuma kamati yake ya viwanja kwenda kukagua hivyo viwanja, na kama wameridhia, bodi ya ligi wanatoa hadharani, wanakuja kuambia wa Tanzania kwamba timu gani itatumia uwanja gani na timu ipi itatumia uwanja huo. Isipokuwa kanuni za dharura zimewekwa. Pindi endapo klabu katika uwanja ambao uliochagua, kama kutakuwa na jambo lolote limetokea la kimsingi ambalo ile mechi ambayo haiwezi kuchezwa katika pale, ina uwezo wa kutaarifu bodi ya ligi, na bodi ya ligi ikatoka katika watu kwenda kutangazia, japokuwa fulani aliomba kucheza sehemu fulani, kutokana na 1 2 3 mechi hiyo inaahirishwa kutoka uwanja fulani na pelekwa katika uwanja mwingine. Sumela vizuri. Kwa hiyo sisi ndio tafsiri ambayo ya sheria tulokwenda kuiulizia kwamba utaratibu ukoje, kwa sababu sisi tunaamini kwamba taarifa ya bodi ya ligi inatolewa na Bwana Karim Boimanda, ndio msemaji wa bodi ya ligi. Lakini taarifa ya uwanja wa Amani kwenda kutumika katika mchezo wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba Sports katika uwanja wa Amani imetolewa na msemaji kwanza Dar es Salaam Young Africans kuliko wahusika bodi ya ligi. Kwa hiyo ufafanuzi tukao tunaotaka sisi kwa mujibu wa taratibu na kanuni, nani alipaswa kuutangaza huo mchezo kabla ya Alikamwe kutoka hadharani. Tunahisi na tunaamini kwamba majukumu ya bodi ya ligi yanapokwa na Dar es Salaam Young Africans na kwenda kufanya vitu ambavyo tofauti na kanuni namna ambavyo inavyotaka. Kwa hiyo sisi hatukuwa na hofu ya kwenda Zanzibar, wala hatukuwa na mashaka kukutana na Yanga nje ya Dar es Salaam. Tumeshakutana na Yanga mara nyingi nje ya Dar es Salaam, na tumeshakutana na Yanga Zanzibar mara nyingi ndio tukawafunga, na historia na rekodi ndio inasema hivi. Sisi tulipata matokeo mara nyingi katika uwanja wa Amani kuliko Dar es Salaam Young Africans, lakini tulichofuata kwenda kufuata tafsiri ya kanuni na taratibu ambazo ziko kwenye mpira. Lakini ukizungumzia kwamba majukumu ya bodi ya TFF, bodi ya kwamba kuchukuliwa na yani majukumu yao yamechukuliwa na Ali Shaban Kamwe, huoni kwamba Ali Shaban Kamwe ni msemaji wa taasisi na taarifa yoyote inayotoka imetoka huko katika uongozi wa klabu ya Young Africans? Ni kweli kwamba yeye ni msemaji wa taasisi hiyo ambayo anayosemea, lakini ana mipaka yake. Ilikuwa dhambi pengine kutamka mapema ili kwa maana kwamba unapokwenda kutamka mapema yaonekana dhahiri shahiri kwamba nyinyi mlipanga mapema huo mchezo kufanyika katika hayo maeneo. Kwa mnaweza mkapanga, lakini nani anakuja kusema kuambia watu? Hizo ni taratibu. Leo nitakupa mfano. Baada ya kuchagua viwanja hivi vya kucheza kwenye ligi, lakini bado kuna taratibu ikatumika kwamba timu tatu pindi zinapokutana lazima zicheze katika uwanja Benjamin Mkapa, kwa maana Simba, Yanga, Azam Football Club. Kwa hiyo kama kuna mabadiliko, na ndipo niliposema bodi ya ligi ndio yenye mamlaka ya kutoka hadharani kuja kuzungumza hilo. Hapaswi mtu mwingine yote kuizungumzia mechi wapi inafanyika zidi ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi inapotoka kwa maana ya kwanza kuja kuzungumza, kwa hiyo afisa wa vilabu ndio mnahitaji kuzungumza kuizungumzia hiyo mechi na kuipa nini promo katika uwanja ambao unafanyaje unaochezeka. Kwa mimi naamini taratibu hazikwenda sawa sawa, na ndio maana watu wa Simba tumejaribu kuangalia kuiandikia barua bodi
kuna namna ambavyo kutupa tu tafsiri ya taratibu na kanuni zikoje kwenye mpira. Amuone mnaanza kutoka sasa kwenye mashindano taratibu. Hatuwezi kutoka. Unajua shida hii waandishi wa habari, hivi kutetea na kujua haki ikoje ndio unatoka nje ya mashindano? Kama mnaanza kufeli nje ya uwanja. No, sio kufeli. Haya mambo sio kuwafumbia macho na kwenda kuharibu taswira ya mpira wa miguu Tanzania. Leo hii tunaamini, kila mmoja anajua, hivi ni kweli kila jambo ambalo anaitaka Dar es Salaam Young Africans litekelezwe kwenye mpira wa nchi? Yeye nani? Na hii kuna muda mwingine itatufikirisha kwamba Yanga kila anachohitaji ndani ya bodi ya ligi pamoja na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF kinatekelezwa. Na watendaji wa bodi ya ligi mimi nawaamini kwamba ni watu strong, ni watu makini, lakini wakiangalia taswira ya nyuma iliyotokea, leo hii wanaadhimika kila ambacho Dar es Salaam Young Africans walichokihitaji ni kwenda kukitekeleza. Muda mchache uliopita, miezi michache uliopita, Yanga walipendekeza mpaka kuna viongozi wa bodi ya ligi waliondolewa kwa sababu ya Dar es Salaam Young Africans. Katika ile mechi tunacheza tucheze, walisema aondoke mwenyekiti wa bodi ya TBL, kwa maana bodi ya ligi aliondoka mwenyekiti Mguto. Walisema aondoke CEO wa bodi ya ligi, aliondoka Almas Kasongo. Walisema kwamba katibu wa TFF ang'oke, akang'oka. Kwa hiyo hii imekwenda kujenga taswira Yanga kila unachotaka kwenye bodi ya ligi kinakwenda kukubalika, kwa sababu wanaamini tukienda kukataa yatayatokea yale ambayo yalitokea watu wafanyaje waliopita. Kwa hiyo sisi tunajaribu kusema, tunajaribu kutengeneza mazingira ya mpira wetu ili kuona namna ambavyo bodi ya ligi na TFF wanakuwa na heshima na vilabu vyote. Leo hii Dar es Salaam Young Africans wanajiamulia kile ambacho wanachokitaka, na ndio maana wanakuwa na hofu hawa watendaji wa hizo taasisi. Leo ukimsikiliza mdogo wangu Karim Boimanda, simlaumu. Alipigiwa simu na baadhi ya kituo kimoja cha radio, akasema sisi hatujazungumza na mechi kwa Zanzibar. Lakini wakati huo Alikamwe ameshazungumza mechi inachezwa wapi? Zanzibar. Baada ya siku ya kwanza ya pili anatoka hadharani na kuja kusema mechi itafanyika Zanzibar. Sasa hapa ndio jambo ambalo linafikirisha. Taswira iliyojengwa imekwenda kuwajengea hofu watendaji wa bodi ya ligi, imekwenda kuwajengea hofu chama cha mpira wa miguu, kwa sababu inaonekana kwamba jambo la Yanga halitakiwi kupingwa kwenye nchi. Na nyinyi mnajitokeza sasa hadharani kupinga maamuzi yao au kudai haki. Ni waombe tu bodi ya ligi, wao ndio wana dhamana kusimamia ligi kwenye nchi. Wasifanye maamuzi kwa hofu ya kumhofia mtu, wafanye maamuzi kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Hii ligi si ya mtu mmoja, ligi ni ya vilabu 16. Kama tulikubaliana kanuni na utaratibu, wao ndio wanapaswa kuvisimamia, wasiende kufanya maamuzi kwa hofu ya kumwogopa. Mimi naamini kwa mujibu wa kanuni bodi ya ligi ni kubwa kuliko timu. Kwa hiyo wanapokwenda kufanya maamuzi kwa hofu, kutafika itatengeneza taswira kuna mtu atajiona mkubwa kuliko bodi ya ligi ambaye anamsimamia. Pengine ukubwa ya tunapoongea kwenye vyombo vya habari hivi, tuongee kwa maslahi mapana ya taifa, tusiongee kwa maslahi ya mtu. Tunajenga misingi gani bora kwenye mpira kwenye taifa? Kama mtu mmoja anatamka, tena msemaji, kwamba simtaki fulani anaondolewa, tunatengeneza nini kwenye mpira huu kwenye nchi? Tukienda kuwapa nafasi hawa, iko siku watatamka hatuitaki kuona AFCON kwenye nchi yetu, watakwenda kusikilizwa. Kwa nini tufanye maamuzi kwa hofu? Wao nani? Hii ndio inanikumbusha kauli ambayo dada yangu Mama Doris alishawahi kunambia, mtoto mleavyo ndivyo hakuavyo. Yanga wanalelewa vibaya kwenye football kwenye nchi. Sijui kwa sababu la jina ambalo hujibatiza sio jina lao, kwa sababu wao wanaitwa wananchi. Haiwezekani kwamba nyinyi mnaitwa wananchi, jina mnaotumia sio asili ya nchi, jina mnaotumia asili ya watu wageni kwenye nchi. Tusemeni kwa maslahi mapana ya taifa hili.
misingi ambayo vizazi vijazo wanakuja kunemeka, sio shida. Mimi nitasema malezi na taswira inavyobebwa Dar es Salaam Young Africans inakwenda kuharibu taswira ya mpira kwa nchi. Wao nani? Na hii kiburi ya kuanza leo, kiburi wameanza 1971 wamekwenda kumjeulia rais wa mapinduzi ya Zanzibar Mzee Abeid Amani Karume. Alitamka hadharani na kusema vilabu vyote wanaotumia majina ya kigeni kwenye nchi waache, watumie majina asili. Sisi tunatoka kwenye Sunderland tunakwenda kwenye Simba. Young Africa sio jina la asili, ni jina la kigeni. Hakuna neno Yanga. Barua zao mpaka leo, jezi zao mpaka leo wanatumia neno la Young Africa. Hawa kama walimjeulia rais wa awamu ya kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, kwa nini wanaachwa? Wao nani? Niwashukuru sana mwandishi wa habari.